Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tumeshuhudia hatua ya 16 bora ya michuano ya AFCON ikitamatika na tayari tumeshakwisha kuyapata mataifa 8 ambayo yametinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo, na tuanze tu kuona ni kwa namna gani mataifa hayo yamefuzu hatua ya robo finali kwenye ile michezo ya 16 bora. Bwana, Mali wao walifuzu hatua ya robo finali mara baada ya kuiondosha Tunisia mara baada ya sare ya 1-1 kwenye zile dakika 90 na zile dakika 30. Baadaye mchezo huo ukaelekea kwenye hatua ya matuta na tukashuhudia Mali wakiwa ndio mashujaa ama washindi kwenye mchezo huo baada ya kuweza kufunga penalti 3-2 na kuweza kufanikiwa kutinga hatua ya robo finali. Na tulishuhudia mchezo huo Djigui Diarra akifanya mambo makubwa mara baada ya kuokoa penalti 2 na kuwa man of the match kwenye huo mchezo. Kwa hiyo Mali wakatinga hatua ya robo finali. Misri wao wakaondosha Benin goli 3-1, mchezo ambao ulikuwa ni mkali, mchezo ambao ulikuwa ni wa kusisimua, lakini Mo Salah akaonyesha ni kwa nini anacheza kwenye timu kubwa ya Liverpool nchini England baada ya kufunga goli la 3 dakika za mwishoni. Na mchezo huo wakati ukiwa 2-1, Benin waliweza kupambana kuhakikisha kwamba wanasawazisha, lakini Mo Salah alivyoweka msumari wa 3 ukazima kabisa ndoto za Benin kuweza kutinga hatua ya robo finali, na Misri wakawa ndio wametinga hatua ya robo finali. Morocco dhidi ya Tanzania, Morocco akifuzu hatua ya robo finali mara baada ya kuondosha Tanzania kwa goli 1-0. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana kwa Morocco, moja kati ya mchezo ambao Morocco hawakutegemea kukutana na kile ambacho walikutana nacho kutoka kwa Tanzania. Lakini pia tukishuhudia mchezo ambao ulikuwa wa upande moja kwa maana ya referee kuweza kuminya baadhi ya matukio ambayo Tanzania walikuwa wanatakiwa kuyapata kwa maana ya kufaidika, lakini referee hakuwa kabisa upande wa Tanzania. Na tukishuhudia dakika za mwishoni referee akinyima Tanzania penalti mara baada ya Idi Nado kuangushwa kwenye eneo la 18. Kwa hiyo Morocco wakatinga hatua ya robo finali. Nigeria bana wakaifunga Msumbiji goli 4-0. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mkali sana licha ya magoli 4 kupatikana, lakini Msumbiji nao waliuchapa kweli kweli. Lakini kubwa wa Nigeria, kubwa wachezaji wa Nigeria kina Ademola Lookman, kina Victor Osimhen ndio ambao waliweza kuamua mchezo huo. Na ni moja kati ya ushindi ambao ni mkubwa kwenye hatua ya 16. Kwa hiyo hakuna timu ambayo ilipata ushindi wa goli 4-0, ni Nigeria tu, na Nigeria wakaweza kusonga mbele hatua inayofuata kwa maana ya robo finali kwa ushindi huo. Bana, Senegal wao wakafuzu hatua ya robo finali baada ya kuifunga Sudan magoli 3-1, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana pia kwa Senegal licha kupata magoli 3. Mchezo ambao ulianza kwa Sudan kuanza kupata goli, ndipo ambapo Senegal wakashtuka wakaona tukifanya masiala hapa tunaweza tukaishia hatua ya 16. Lakini ukubwa wa Senegal, kubwa wa kina Sadio Mane ukaamua mechi na Senegal kuweza kushinda magoli 3-1. Algeria dhidi ya Congo ya kina Fiston Kalala Mayele, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, moja kati ya mechi ambayo wengi waliiona mechi kielekea hatua ya matuta kwa maana ya mikojo ya penalti. Lakini dakika ya 118 kielekea 119, kabla ya dakika moja kusalia kwenda 120 ili kwenda kwenye mikojo ya penalti, Algeria bana wakapata goli ambalo lilizima ndoto kabisa za Congo na kuweza kuiondosha Congo kwa goli 1-0 na kutinga hatua ya robo finali. Ivory Coast bingwa mtetezi dhidi ya Burkina Faso. Bwana, Ivory Coast anaonyesha ni kwa nini yeye ni bingwa wa michuano hii na kwamba hakubahatisha kuweza kulichukua taji hilo. Akaifunga Burkina Faso kina Stefano Aziz Ki, licha ya kutokucheza kwenye mchezo huo Stefano Aziz Ki, lakini kina George Minong kina Bertrand Traore hawakuweza kufanya lolote dhidi ya kina Amadi Diallo kwenye mchezo huo mara baada ya kukubali kichapo cha goli 3-0. Amadi Diallo akichukua tuzo ya mchezaji bora na akichukua tuzo 3 kwenye michuano hii, akiwa ndiye mchezaji ambaye amechukua tuzo nyingi za mchezaji bora kwenye michuano hiyo. Kameruni wao waliweza kutinga hatua ya robo finali mara baada ya kuondosha South Africa mara baada ya kukubali kichapo cha goli 2-1. Kina Mbeumo, moja kati ya nyota ambaye ana kasi ya ajabu, wakafanikisha kabisa kuiondosha South Africa kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo
timu ambazo zimefuzu hatua ya robo finali mpaka sasa ni Mali, Senegali, Morocco, Kameruni, Algeria, Nigeria, Ivory Coast na Misri. Hayo ndio mataifa ambayo yamefuzu hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Na robo finali inakwenda kuanza siku ya Ijumaa na tayari tumeshakwisha kushuhudia robo. Bana, Mali, mchezo wa kwanza ni Mali dhidi ya Senegali. Mchezo ambao unakwenda kutoa sasa pengine ni nani anayekwenda hatua ya nusu finali. Mali si wa kinyonge, Senegali si wa kinyonge. Moja kati ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa pande zote mbili. Mali ni moja kati ya timu ambayo imetinga hatua ya robo finali pasipo kushinda mchezo wote, kwa maana michezo yao yote wametoa sare kuanzia hatua ya makundi mpaka ile hatua ya 16. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Mali bwana, michezo yao yote haikuwa miepesi. Senegali wao ushindi kawaida. Kwa hiyo ni moja kati ya game ambayo pia inatazamwa kuwa ngumu. Mchezo mwingine siku ya Ijumaa baada ya Mali ya Senegali, mchezo utakaofuata utakuwa ni Morocco dhidi ya Kameruni. Morocco wanaiondosha Tanzania, Kameruni wanaiondosha South Africa. Moja kati ya game ambayo naamini kabisa wa Tanzania wanaiombea dua Kameruni ili waweze kuondoshwa, ili waweze kuondoa Morocco. Kwa maana ya kile ambacho kilitokea kwenye ule mchezo. Kwa hiyo ni game ambayo tutashuhudia upinzani mkubwa sana. Ni game ambayo Morocco tunafahamu ndio wenyeji wa michuano hii, watakuwa na mashabiki wengi, lakini uwezo wa nyota wa Kameruni ni moja kati ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu kila pande. Kwa hiyo ni mchezo poa ambao unatazamwa kwa jicho jingine kabisa. Lakini mchezo utakaofuata siku ya Jumamosi itakuwa ni Algeria dhidi ya Nigeria. Hawa ni somo, unaweza kutazama majina, lakini utofauti tuko kwenye ile bendera za taifa. Algeria wana alama katikati kama ya nyota fulani, kama mwezi fulani hivi, lakini Nigeria wao hakuna alama yoyote kwa maana ya kijani na nyeupe. Kwa hiyo ni moja kati ya game ambayo pia inakwenda kuwa ngumu kwa pande zote mbili. Victor Osimhen na Demora Lookman wanakwenda kukutana na Mahrez. Kwa hiyo moja kati ya game ambayo itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tunasubiria pia kuona nini ambacho kinakwenda kutokea kwenye mchezo huo. Lakini game nyingine ambayo tunakwenda kushuhudia na game ambayo inakwenda kuwakumbusha watu finali ya nyuma kabisa ni game ya Ivory Coast, bingwa mtetezi, na Egypt. Moja kati ya game ambayo kila mmoja anaiona ni moja kati ya game pengine inayokwenda kumtoa bingwa michuano hii. Maoni ya watu haya. Kwa hiyo pia nao unaweza kuniambia ukitazama draw ya robo finali unamtazama nani ambaye pengine anakwenda kucheza finali. Kwa hiyo ndio draw ya robo finali ya kombe ya michuano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi kule nchini Morocco. Kwa hiyo moja kati ya michuano ambayo imekuwa na mvuto, moja kati ya michuano ambayo imekuwa na ushindani mkubwa sana, moja kati ya michuano ambayo kila taifa ambalo limeshiriki michuano hii limeonyesha kile ambacho wengi hawakutaraji, especially Tanzania, moja kati ya taifa ambalo limetinga hatua ya 16 bora katika historia yao ya soka, lakini ni moja kati ya taifa ambalo limeacha gumzo sana kule nchini Morocco mara baada ya kuwafanya wenyeji pengine hata kujutia kukutana nao, kwa sababu haikuwa rahisi. Licha ya kutinga toa robo finali kwa Morocco, lakini haikuwa rahisi kwa Tanzania pengine kukubali kichapo kile. Lakini pia tuliona maamuzi ambayo yaliweza kupigiwa kelele na wachambuzi wa soka, wadau wa soka, juu ya kile ambacho Babu Traore, referee wa mchezo ule, raia kutoka Ghana, namna ambavyo aliweza kuwa upande wa Morocco na kuiminya kabisa Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukanipa comment yako. Unadhani hatua ya robo finali nana ambaye anakwenda hatua ya nusu finali na nana anakwenda hatua ya finali, pengine nana anakwenda kuwa bingwa michuano hii? Unaweza tukashare wote kwenye comment section hapo, tukazungumza kuhusiana na hatua hii ya robo finali ambayo inaelekea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.